wabarakatuh. Waislamu, takbir. Kuna mtu anataka kuingia katika dini, basi inshallah turudishe istighfar kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na nafikiri ni moja katika siku za mwisho za Ramadhani. Kama si leo siku ya mwisho, basi ni kesho. Kwa hivyo anaingia mwisho wa Ramadhani, na Allah atakabal dua zetu na khairi zote tulizotekeleza. Semeni amin. Kaka yangu, habari yako? Sana. Unataka kuwa Muislamu? Ndio. Kuna mtu amekulazimisha? Hapana. Umeamua mwenyewe? Kwa sababu niliona kuna rafiki yako alisilimu, kaja naye. Rafiki yako unamjua? Yuko wapi? Huyu hapa. Jana alisilimu juzi. Basi haya, vua kofia usilimu sasa. Haya. Huyu kijana rafiki yake ndo alisilimu juzi, akamleta na yeye akaamua kusilimu. Unakujanga muhadhara? Kwa mkutano unakuja? Haya, onyesha moja kwa hiyo kidole ya kulia. Haya, tamka maneno ifuatayo. Sema ashhadu an la ilaha an la ilaha illa lahu wa ashhadu anna Muhammad Rasulullahi. Sema nimekubali kwa moyo na kutamka kwa ulimi bila ya kulazimishwa ya kwamba hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, Mwenyezi Mungu mmoja tu, na nimekubali kwa moyo na kusema kwa ulimi ya kwamba Muhammad ni mtume wa Allah na Yesu ni nabii mtume wa Allah, si Mungu wala si mwana wa Mungu, kwa maana Mungu hakuzaa wala hakuzaliwa, wala hakuna anayefanana naye hata mmoja. Mashaallah. Waislamu, takbir. Basi tayari ushakuwa Muislamu. Ungependa jina gani? Jina, majina yako mengi. Unaitwa nani kwanza? Naitwa Daudi Dhuo. Basi utaitwa Daudi tu. Daudi ni jina ya Kiislamu, sawa eh? Daudi Dhuo, hivyo. Daudi ni majina ya Kiislamu. Ama ungependa jina lingine? Hiyo Daudi. Daudi ni moja katika manabii wa Mwenyezi Mungu, ni mtume mtakatifu kabisa. Karibu katika Uislamu. Waislamu, takbir. Haya, geuka nyuma. Yuko wapi Onyango? Anwar huyu. Haya, mwambie bye bye Onyango. Mpe mic. Mwambie Onyango bye bye. Onyango bye bye. Haya, mwambie kwa heri. Kwa heri. Haya, geuka huko nyuma. Mwambie hawa Kristo bye bye. Mwambie bye bye. Haya, kuja upande huu. -1 tena. Leo kwanza ni -2. Waislamu, takbir. Leo wawili. Kuja upande huu. Mashaallah. Waislamu, takbir. Haya, kuja upande huu. Alex. Haya. Kuna wawili wametoka leo. Na wanatoka kila siku. Haya, nipate Muislamu mmoja anunulie kijana yetu kamisi. Ya kamisi hivi ne ya, mashaallah. Kamisi. Wilka sawa Muslimu. Haya, yuko hapa. Haya, Onyango, enda huko juu ya meza. Wakristo wote waende huko. Kama kuna Mkristo ana swali, viti vifike huko. Kurasa hakagea. Kisha sijui hii tabia nani alianza. Waislamu wanakaa karibu na viti ya maswali. Hapa sitaki Waislamu hapa. Mpe. Onyango, habari yako? Salama bwana. Haya. Karibu katika Uislamu. Asante. Una swali ya kuuliza? Nina swali ya kuuliza. Uliza ujibiwe. Swali langu naam liko kwa aya 2. Maana mada leo mwenyekiti kabadilisha. Naam. Mwenyekiti ndio mtu mwingine mjanja, simuelewi kabisa. Mada ya leo tulitangaza mada ya Paulo, lakini kabadilishia nyuma hewani kwa mlango wa pazia. Hata mimi sijui, nimewakuta tu mkisema sijui sabato. Sabata sijawaelewa. Sijui nini. Amesema mada leo nasema hivi. Ipi siku ya kusanyiko? Ndio mada ametoa. Siku ya kusanyiko si leo tumekusanyika. Sasa ndio mada ametoa hiyo.
Ndio mimi nikasema kusanyika ni kila siku. Si tunakusanyika hapa kila siku. Sasa si ndio maana nimekufa. Labda swali lingine. Wewe unaabudu Mungu? Mimi naabudu. Na wewe? Ngoja kidogo. Unaabudu siku gani? 18:1 Luka. Pia asome, sina shida. 18:1 tutafundishana tu vizuri leo. 18:1 Luka. Anasema anaabudu Mungu, anaabudu Mungu. Anaabudu siku gani? Tuone leo. Msome. Inasema nini? Akamwambia mfano. Naam. Ya kwamba imempasa kumwomba Mungu siku zote. Haya, mpe. Mimi ni kila siku. Kwa hivyo naabudu Mungu kila siku. Kila siku. Nikiamka asubuhi hivyo hivyo. Barabarani hivyo hivyo. Na wewe? Kwa hivyo naabudu Mungu kila siku. Na wewe? Nisikize kidogo, bado sijamaliza. Na mbona wewe utakuuliza? Ngoja kidogo. Ngoja kidogo. Wewe mjanja. Ngoja kidogo. Haya. Sisi pia tunaabudu Mungu kila siku nyakati 5. Nisikize vizuri Adhuhuri, alasiri, magharibi na ishai. Tunaanza na subhi, adhuhuri, alasiri, magharibi na ishai. Hatuna tatizo hilo. Tumekubaliana mimi na wewe kwamba kuabudu Mungu ni kila siku. Hatuna shida. Unaabudu Mungu vipi? Vipi ndio kusema nini? Unaabudu aje Mungu? Sasa ni siri 6:1 Mathayo. Hiyo ni siri yangu ndio ndako juu. Hiyo ni kama kuuliza. Mimi huwa nafunga vipi? Chakubali. Hiyo ni siri yangu. Anaomba nisome andiko. Na utasoma tu, sina shida, nimekubali. Amesema huyu kuabudu Mungu ni siri yake. Maana yake kwa Wakristo kuabudu Mungu huwa inafichwa kama bangi. Hawataki mtu ajue anaabudu vipi Mungu. Na kuna uwezekano hawamwabudu kwa sababu ni kitu inafichwa. Sasa ikiwa ni ibada ya kweli, kwa nini mnaficha? Kwani Yesu hajafundisha namna ya kuabudu Mungu? Nisomee kitabu cha Luka 4:8. Luka 4:8. Onyango amesema kuabudu Mungu ni kuficha. Watu wajanja hawa. Hawamwabudu Mungu hata siku moja. Ndio maana hawajui namna ya kuabudu Mungu. Inasema Luka 4:8. Inasema Yesu akajibu akamwambia. Sikiliza. Yesu akajibu akawaambia, imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako. Ati nini? Msujudie Bwana Mungu wako. Umwabudu yeye peke yake. Mpe. Yesu anatufundisha namna ya kuabudu. Amesema umwabudu Mungu yeye peke yake kwa kufanyaje? Yesu. Hiyo ni moja ametoa ni kusujudu. Nyingine? Ngoja kidogo. Amesema Yesu, umsujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Wewe unasujudia Mungu? Mimi? Qur'ani 12:100. Sina shida, mpe asome. Wewe twende pole pole tunakufundisha. Mimi nimemuuliza kama anasujudia Mungu. Akasema 12:100. Maana yake Wakristo kanisani wakiulizwa namna ya kuabudu Mungu hawana jibu isipokuwa ni kutafuta kwa Qur'ani. Hii ni kuibaiba. Unaiba kwa jirani ili upate kufaulu. Kidogo unaongea sana. Mimi nilikuuliza hivi, nisikize Onyango. Nilitoa aya, Yesu anatufundisha kuabudu Mungu ni kumsujudia. Nikakuuliza wewe, unamsujudia Mungu vipi? Ukaniambia 12:100. Wewe uko unataka ndio Qur'ani. Sina shida, mimi nilikuuliza unamsujudia Mungu vipi? Wacha nikutolee kwa Biblia basi. Qur'ani imebounce. Sina bounce, asoma Qur'ani 12:100. Ngoja kidogo asome. Wacha asome. Haija bounce. Ni hoja nzito. Nikuuliza hivi. Wacha nijibu. Wewe unasujudia Mungu? Mimi. Unasujudia Mungu vipi? Luka 22:41. Asome. Alafu turudi hapa. Haina shida. Alafu kuna namna nyingi za kuabudu Mungu. Kidogo. Nauliza namna nyingi. Kidogo. Kwa nini utoe moja wakati ziko nyingi? Nasema hivi. Kwanza tumalize hii moja iliyofundishwa na Yesu. Kisha hiyo yako nyingine. Si yangu ya Yesu. Kumbe kuna namna ngapi? Nyingi. Si moja. Hata wewe umeona tu ya kuinama ngoja kidogo. Wakati ziko nyingi. Subiri kidogo. Haya. Kumbe sio siri tena. Sio siri tena. Hii ni vitendo. Wewe unaabudu kivipi? Si mwanzo alisema ni siri yake. Ukitaka kujua vile naabudu Anwari, kidogo. Mpasome. Njoo kanisani uone vile naabudu. Ulituambia wewe unaabudu Mungu na ni siri yako. Sio siri yangu. Subiri, hutaki kujua. Hakuna mahali ambapo itangaza. Lakini kumbe Yesu alitufundisha akatuambia kuabudu Mungu ni kumsujudia. Mimi swali very simple nimekuuliza. Ikiwa unamsujudia Mungu, unamsujudia vipi? Qur'ani 12:100. Tena Qur'ani tena. Wewe tulia sana, bora utaki kuwa pole. Kuwa mpole. Mfano, kidogo Anwari. Subiri kidogo. Tangu nikae hapa, sijatoa andiko. Utatoa, sina shida. Wewe ndio unauliza maswali ukitoa maandiko. Mimi sitoi. Soma. Hata ngo nitoe. Nimeelewa leo. Kule
Onyango ambaye ni mchungaji akiulizwa na kondoo, tumsujudie Mungu vipi? Anamwambianga kwetu hakuna, wacha tutafute kwa jirani. Anaenda kwa kurani. Ndio kawaida ya watu. Yaani anatafuta kwa jirani namna ya kuabudu Mungu. Kwake hakuna, hawezi sema anasujudia Mungu vipi. Soma hiyo. Anasema isomwe tambii. Yanasema Naam. kusujudiana ndio maamkio makubwa ya kizamani. Naam. Kumbe kusujudu kidogo tu, sio kusujudiana, ndio hapa. Sio kusujudu, ni kusujudu kwa nini? Haijasema kuombeana. Imesema kusujudu. Mpe amalize. Subiri kidogo. Kusujudiana ni salamu. Mpe amalize. Hii ni salamu ananifundisha hapa. Sio ibada. Mpe amalize. Mimi sijauliza kusujudiana watu. Onyango unaepa. Kusujudia Mungu. Ama sijauliza hiyo. Niliuliza kuhusu kusujudia Mungu. Sijauliza kusujudiana. Kusujudiana sijakuuliza. Nilikuuliza kuhusu kumsujudia Mungu. Wewe wakati unamsujudia aje? Ama wewe Mungu unamsalimiaga? Maliza andiko, maliza ufafanuzi. Kusujudiana ndio maamkio makubwa. Kusujudiana ndio maamkiano makubwa ya kizamani. Endelea. Sasa hapana ruhusa. Saa hii tunaongelea hapana ruhusa hata kurukiana. Ile unafanya hivi, unamrukia mtu, hakuna, marufuku. Saa hii ibada ya kusujudu imebaki kwa ajili ya Mwenyezi Mungu peke yake. Sasa mimi sijauliza zamani watu kurukiana, kusujudiana. Ndio maana zamani watu, mtoto subiri kidogo, mtoto akimsalamia mkubwa anamwambia shikamoo. Unajua shikamoo maana yake? Shikamo. Ndio mo. Zamani hiyo sasa. Sasa siku hizi hakuna mambo ya shikamoo wala shike magoti. Siku hizi ibada ni kumsujudia Mungu peke yake. Sasa mimi nilisema hivi 2:8 Luka, rudia. Swali yangu anaelewa lakini hataki kujibu, atajibu tu. 4:8 inasema kama ilivyoandikwa. Yesu akajibu akamwambia. Wewe sikilizeni vizuri. Hii ni maandiko. Yesu akajibu akawaambia, imeandikwa. Hii si maneno ya kubahatisha, ni kitu imeandikwa, imekauka. Imeandikwa. Imeandikwaje? Msujudie Bwana Mungu wako. Rudia tena. Msujudie Bwana Mungu wako. Hii ndio kusujudu. Msujudie Bwana Mungu wako. Muabudu yeye peke yake. Muabudu yeye peke yake. Sasa mimi nimekuuliza tu very simple. Wewe kama unamsujudia Mungu, unamsujudia vipi? Mpe. Sasa Anuari, kusujudu si mada ya leo. Mada ya leo tunazungumzia huyu Idrisa ametangaza sabato. Kidogo. Alafu sasa hivi mada tulimaliza. Nasema hivi, tulikubaliana kuabudu Mungu ni kila siku. Tukakubaliana mada ikafanyaje? Ikaisha. Tumekubaliana kuabudu Mungu ni kila siku. Sasa mada ya leo. Subiri kidogo. Ngoja, ilikuwa ni masala ya kuabudu Mungu na mambo ya kukusanyika kwa sababu ya Mungu. Sasa tukaulizana, hii kuabudu Mungu kila siku tunamwabudu vipi? Ukaniambia wewe ni siri yako, hutaki kutoa nje vile unaabudu Mungu. Mimi nikatoa andiko ya Yesu kutufundisha namna ya kuabudu, akasema kuabudu Mungu ni kufanyaje? Akamfundisha shetani. Sawa, ni kufanyaje? Msujudia, anamwambia shetani imeandikwa. Haya sawa. Kidogo bwana Anuari. Yesu hakumwambia sujudia. Alimwambia imeandikwa. Analifaa, sawa Na hiyo haikuwa mada yetu. Mada yetu ya leo. Imeandikwa wapi? Ipi siku ya ngoja kidogo. Vile mwenyekiti ametangaza mada. Mimi naomba niulize swali ndani ya mada. Anuari, tafadhali naomba. Tusiende kando, sawa Naomba nitoe aya 2 niulize swali. Sawa? Mimi swali nishakuuliza tayari. Mimi nataka kuuliza swali. Sasa sio uulize mimi. Unasujudu Mungu vipi? Hiyo tutakuja baadaye, baada ya kujibu swali langu. Hiyo hutaki? Hiyo pembeni, tutakuja baadaye. Kwa hivyo wewe hutaki kutufundisha namna unasujudia Mungu. Namna ya kusujudu ama kuomba, hiyo mada tufanye kesho. Tuingie kwa mada ya leo. Mpe huyo. Na swali. Utauliza mpe. Ufunuo 22:9. Hapa hakuna kutoroka. Onyango leo nakimbia mada. Nafikiri unaweza toroka mimi hapa, swali yangu hapa hakuna kuepa. Ufunuo. Alisema ile Yesu alikuwa anafundisha shetani. Maana yake yeye sio shetani. Kwa hivyo hataki kufundishwa masala ya kusujudu, anakataa. Kwa kuwa anakataa, hapa hakuna kukataa. Soma tena. 22 ngapi? 9.
9 inasema hivi, inasemaje? naye akamwambia, Naye Bwana Yesu akamwambia, naye akaniambia, angalia, usifanye hivi. Usifanye hivi. Mimi ni mjoli wako. Mimi ni mjoli wako. Na wa ndugu zako manabii. Na wa ndugu zako manabii. Na wa wale wayashika maneno ya kitabu hiki. Kitabu gani? Kitabu gani? Hiki cha Biblia. Msujudie. Nani? Msujudie. Nani? Mungu. Mpe. Wewe unashika maneno ya Biblia? Hiyo ni mada ya leo, bado nakukumbusha. Hiyo si mada ya leo. Ukiingia kama mada ya kusujudu ama tuache kidogo kidogo. Wewe unashika maneno ya Biblia? Mimi. Na wewe unashika? Nakuuliza wewe. Mimi nashika, wewe? Kwa kuwa unashika. Kidogo wewe unashika. Nasema hivi. Unaona? Kwa kuwa unashika wewe Biblia. Biblia, mtu yote anayeshika maneno ya kitabu hicho cha Biblia asujudie nani? Mungu. Shida iko wapi? Wewe unasujudia Mungu vipi? Kwani nikuulize nikisujudu na utaona? Wewe ngoja kidogo nikuulize nani swali. Kanisani nikisujudu wewe utaona? Nasema hivi. Naomba ujibu swali. Wewe unasujudu? Mimi nikisujudu naona? Ngoja, wewe unasujudu? Mimi. Kwani kusujudu kunyenyekea? Sio kitendo cha kwenda na kunyenyekea maana yake. Nani ujanja? Subiri. Unasema kusujudu ni kunyenyekea. Kweli yako kabisa. Kusujudu ni kunyenyekea kwa kufanya hivi. Mpe huyo 3:13. Sasa mimi sitoi. Wewe ndio unatoa ndugu mafupi. Mimi ndo natoa nikurudie kisha. Mimi sitoi. Utatoa tu, mpe arudie. Amekubali, amesema kusujudu ni kunyenyekea. Sawa kabisa. Naenda na hiyo tafsiri yako hiyo kunyenyekea ni kufanyaje? 3:13 Qur'an. Inasema baada ya billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Inasemaje? Wao waliopewa kitabu. Wewe sasa sikiliza. Wao waliopewa kitabu, ahlul kitabi, nyinyi sasa, nyinyi. Endelea. Si wote sawa. Wote hawako sawa. Katika hao waliopewa kitabu. Katika hao waliopewa kitabu kuna baadhi yao wamo watu waliotengenea. Wamo watu waliotengenea, si kama kina Abu Jahal. Wanasoma aya za Mwenyezi Mungu. Wanasoma maneno ya Mwenyezi Mungu ya kuamrisha kusujudu nyakati za usiku. Wanasoma maneno ya Mwenyezi Mungu nyakati za usiku. Na pia ati nini? Na pia wanasujudu. Maana yake yani wamesilimu. Mpe. Na umetoa aya nzuri. Hii aya itaenda kumaliza. Tulia sasa. Nimetulia. Tunaambiwa watu wa kitabu wote hawako sawa. Kuna baadhi yao waliotengenea, wanasoma aya za Mwenyezi Mungu nyakati za usiku, na pia wanafanyaje? Wamesilimu. Wanafanyaje? Wanasujudu. Yaani wamefanyaje? Tafsiri ya mabano wamesilimu. Sawa. Kumbe kusujudu ni kufanyaje? Sio hiyo, kufanyaje ni mabano. Unakataa. Sawa Anwari. Hapa nikupe aya. Nasema hivi. Kidogo. Ngoja. Kwa hiyo aya. Kusujudu ni kufanyaje? Kwa hiyo aya. Siku kunyenyekea ama nini? Hapa amesemaje kufanyaje? Kusilimu ni kunyenyekea. Kusilimu. Ama ni maana kusilimu. Mbona yake ni toe? Kwa hivyo mtu akitaka kusujudu anakuwa nani? Mtu akitaka kusujudu si anakuwa muumini, hakuwa Muislamu. Kabla ya Uislamu watu walikuwa wanasujudu. Kidogo Anwari, kidogo kabla hajarudia. Rudia tena. Naomba hivi Anwari. Sikukataa. Rafiki yangu ni hivi. Wewe umetoa maandiko manne. Mimi sijatoa hata moja. Nafasi uulize. Kanisani huwezi kusujudu. Sikiza kidogo. Si mahala pa kusujudu. Mahala pa kusujudu ni mahali moja. Almasjid bi maana sajida, kusujudu. Nisikize vizuri. Msikitini ndo mahali pa sijida. Kusujudu ndio maana inaitwa masjid. Kanisa si masjid, hakuna mahala pa kusujudu. Kanisa kuna meza na viti. Meza na viti kama hotelini ama bar. Nisikize vizuri Ukijaribu kusujudu na umesimama unataka kusujudu, unagonga mbao na msumari kichwa. Hiyo ni mawazo yako. Nasema hivi kanisa sio holi. Kwani wewe usongeza meza usujudu? Shida iko wapi? Ukisongeza meza unaumiza mwenzako. Hakuna kuumiza, hakuna mambo. Anwali, swali langu. Subiri kidogo. Kumbe kanisani kuna meza na nini? Kidogo swali langu. Kidogo. Kanisani kuna meza na nini? Mimi naona utaki leo. Kuna meza na viti. Waje nipishe maji. Na Yesu aliziondoa. Nasema hivi. Yesu alipoingia katika nyumba ya ibada, aliziondoa meza na viti, akabakisha ikiwa holi. Nyumba yangu ikaitwa nyumba ya sala. Na msikitini ndo kuna nyumba ya sala. Kanisani ni kama hotelini na baa, viti na meza, hakuna kusujudu. Ukijaribu tu unaumia kichwa. Sasa tumekubaliana. Kidogo sasa. Subiri. Sijida kanisani hakuna. Sasa uliza swali, tukujibu usilimu inshallah. Asante. Umeongea sana. Naomba utulie sasa. Sababu zangu zinakushinda. Qur'ani, wewe ndio zangu uwezi. Umenizuia tangu nije sijauliza. Au si ulize? Qur'ani 42:13. Mpe asome. Maada ya leo na mwenyekiti sijui kwa wapi. Sina shida.
42:13 inasemaje? Inasema baada billahi minashaitani rajim bismillahir rahmanir rahim. Amekupeeni sheria ya dini ile ile. Amekupetieni sheria ya dini ile ile aliyomuhusia Nuhu. Alimuhusia Nuhu. Na tuliofunulia wewe na tuliohusia Ibrahimu na Musa na Isa. Naam. Kwamba simamisheni dini. Naam. Wala msifarikiane kwayo. Naam. Qur'ani iko wazi. Allah anasema naam, amekupeni Waislamu sheria ya dini ile aliyomuhusia Nuhu, Ibrahimu, Musa na nilikufunulia wewe. Swali langu liko hapo bwana Anwari. Swali langu ni kipengele A na B. Sheria ambayo Allah alipeana kwa manabii pia amepeana kwa Waislamu. Sawa Naam. Sasa swali langu liko hapo. Inakuja kwa kipengele B cha Musa. Musa alipewa sheria gani ya siku ya ibada? Hiyo ni A. B, hiyo sheria ya Musa Waislamu wanatekeleza leo? Hiyo ndio swali langu. Nisikize vizuri. Hata nishauliza. Sheria inayozungumziwa hapa ni sheria ya tauhid. Nisikize kidogo kwamba wote waliambiwa wasimamishe tauhid, yani wasimamishe dini. Na dini ya Uislamu umesimama katika tauhid. Kama ukiharibu tauhid yako hauna dini. Kweli uongo? Dini ni tauhid. Msingi wa dini yetu ni tauhid. Ndio maana mtu anapoingia katika dini hausiwi sala wala zaka wala saum. Kitu ya kwanza anahusiwa ni tauhid. Anasema ashhadu an la ilaha illa Allah. Hiyo ndio mlango wa kuingia katika tauhid, na ndio kitu ambayo manabii wote walisimamisha na wote walifundishwa. Hakuna anayestahili kuabudiwa isipokuwa Mwenyezi Mungu peke yake. 21:25 Qur'ani mpe. Sheria ya kwanza manabii wote walipewa ni wamjue Mwenyezi Mungu ni mmoja peke yake na wamwabudu yeye peke yake. Basi soma hiyo. Inasema 21:25. Inasemaje? Inasema baada billahi minashaitani rajim. Kabisa. Na hatukukutuma kabla yako mtume yeyote. Mtume anaambiwa na hatukumtuma kabla yako wewe Muhammad mtume yeyote. Endelea. Ila isipokuwa tulimfunulia kwamba mitume wote walifunuliwa ya kwamba hakuna aabudiwaye ila mimi. 16:36 Qur'ani. 16. Manabii wote walifunuliwa kitu ya kwanza ni watu wamjue Mwenyezi Mungu peke yake. Hiyo ni jambo la kwanza. Inasemaje? Na bila shaka tulimpeleka mtume katika kila umma ya kwamba muabuduni Mwenyezi Mungu na muepukeni iblisi mwovu. Unaona manabii wote waliambiwa muabudu Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo hiyo ndio tauhid ambayo ni ibada na ni sheria ya manabii wote. Sasa sheria zilizobakia, sheria ni mingi. Ya kwanza ni hiyo umesimamisha. Zilizobakia zilikuwaje? 22:67 Qur'ani. Je, walifanana ama walitofautiana kuhusu baadhi ya sheria na namna ya kuabudu? Namna ya kuabudu huenda wakatofautiana, lakini tauhid hawajatofautiana. 22:67 inasema baada billahi minashaitani rajim. Sikiliza wewe mtoto. Kila umma yani kila nabii na umma wake. Kila umma tumeujalia kawaida ya ibada wanaoishika. Basi wasishindane nawe katika jambo hili. Unaona, kila umma walipewa kawaida ya ibada yao ya wao kuishika. Yetu ni gani? Yetu ni kumsujudia Allah subhanahu wa ta'ala. Ibada tuliyopewa katika nguzo 5 ya Uislamu, ibada ni 4 pale. Ya kwanza ni tauhid, ni common to all of them. Ya pili sasa ni ibada, swala. Tumehusiwa hatujahusiwa? Ibada. Sala sisi tunasali. Ya pili ni zaka. Tunatoa hatutoi? Tunatoa. Ya tatu ni saumu. Tunafunga hatufungi? Tunafunga. Ya 4 ni hija. Hizo ni ibada, tunaweza tofautiana na wao, lakini katika masala ya kumwabudu walikuwa wanaabudu Mwenyezi Mungu peke yake. Sisi kama tunasali sala 5, huenda wao walikuwa wanasali zaidi. Nisikiza vizuri wewe Onyango, unanisikiza vizuri? Zilikuwa 50 zilipunguzwa kwa sababu yako wewe, zilikuwa 50 mpaka zikabaki 5. Subiri sasa. Manabii wale wengine walipewa sala pia, lakini sio 5, inaweza kuwa zaidi ama moja. Mfano Danieli 6:10. Acha nikupe moja. Sisi ni 5. Kuna wengine walipewa 3, kuna wengine walipewa 50, kuna wengine 100, 500, inategemea, lakini wote waliamrishwa kumwabudu Mungu peke yake. Soma hiyo.
Danieli 6:10 6:10 inasemaje? inasema hata Danieli alipojua ya kwamba yale maandiko yamekwisha kutiwa sahihi, endelea, akaingia nyumbani mwake na madirisha katika chumba chake yalikuwa yamefunguliwa kukabili Yerusalemu, akapiga magoti. Kibla iko ready, akapiga magoti mara 3 kila siku, akawa anaomba Mungu akasali akashukuru mbele za Mungu wake. Tulia, alikuwa anasali mara 3 kwa siku, na sisi ni mara 5. Danieli mara 3 kwa siku, 3 times in a day, na sisi 24:36. Je, ni 3 kama yeye au sisi ni 5? Soma hiyo 24:36. Tunaweza tukatofautiana namna ya ibada, lakini wa kumwabudu hatuwezi tofautiana. Sote tunaabudu mmoja peke yake ambaye ni Allah. Lakini Wakristo wa leo bala hawajui waabudu Yesu au Roho Mtakatifu au Baba, hawajui. Ukidirect ibada kwa Yesu, Mungu Baba anakasirika. Ukidirect kwa Roho Mtakatifu, Yesu amenuna. Na uwezi abudu wote watatu pamoja. Hatari hiyo. Soma hiyo. Inasema baradhi billahi minashaitani rajim. 24:36. Inasema waonekane kwa kusali nyakati 5. Yetu ni 5. Danieli ilikuwa ni ngapi? 3. Kwa hivyo tunaweza tofautiana namba, lakini ibada wa kumwabudu Mungu peke yake hatutofautiani. Sote tulikuwa tunaabudu Mwenyezi Mungu peke yake, na hairuhusiwi kuabudu asiyekuwa Mwenyezi Mungu. 34:14 Kutoka. 34. Kama anaelewa huyo? Ananielewa? 34 ngapi? 34:14 Kutoka. 14 Kutoka inasemaje? Maana hatumwabudu Mungu mwingine. Hatuwezi kumwabudu Mungu mwingine kwa kuwa Bwana Mungu wetu ambaye jina lake ni mwenye wivu. Mungu ni mwenye wivu. Hawezi kuturuhusu tuabudu yeye pamoja na mshirikina, tumshirikishe ibada katika mwingine. Kwa hivyo kuabudiwa ni Mwenyezi Mungu peke yake. La maabuda illa Allah. Kwa hivyo wanyangu, nimekujibu very simple. Tumekubaliana sheria ya kwanza sote, sheria ni ile ile. Hakuna wa kuabudiwa isipokuwa Mwenyezi Mungu peke yake. Mungu ni mmoja na yeye peke yake ndio tunaweza kumwabudu. Zilizobakia tunatofautiana. Mpe. Umeelewa bado? Kuna kitu sijaelewa. Nini hujaelewa? Kachembe kadogo tu. Qur'ani 22:52. Mpe asome. 22:52. Msomee. Inasemaje? Hatukumtuma kabla yako mtume mwenye kupewa kitabu, wala mtume asiyepewa kitabu chake mahususi. Lakini anafuata kitabu cha mitume aliyemtangulia. Sheria Allah inasema Nuhu akija, kama yeye ndiye wa pili, afuate kitabu cha yule nabii alimtangulia. Muhammad alipokuja, alifuata kitabu cha mtangulia ama alikuja na maneno yake? Arudie. Nini hujaelewa wewe? Na hatukumtuma. Wewe sikiliza, na hatukumtuma kabla yako mtume mwenye kupewa kitabu, wala mtume asiyepewa kitabu chake mahsusi. Amekuja mtume hajapewa kitabu mahsusi, anafanyaje? Endelea. Lakini anafuata kitabu cha mtume aliyemtangulia. Ikiwa mtume amekuja hajapewa kitabu, basi anafuata mtume aliyemtangulia ambaye alikuwa na kitabu. Tulia. Kwa hivyo kama kulikuwa na mtume amekuja hakupewa kitabu, lakini kulikuwa na mtume mbele yake mwenye kupewa kitabu, atafuata hicho kitabu. Mwenipata vizuri? Lakini huyu ambaye amepewa kitabu, huyu anapewa sheria zinazofanana na yule ya kumwabudu Mungu mmoja peke yake, tauhid. Hatuna shida na hiyo. Sasa rafiki yangu Onyango, wacha kunizungusha kama treli. Wewe unasujudia Mungu vipi? Mpe. Anwali swali langu wacha ujanja. Wacha ujanja. Mungu vipi wewe? Luka 22:41. Mpe asome. Huko naona kuzito. Luka 22. 22:41. 41. Msomee. 41 inasema kwa laandika. Mwenyewe akajitenga nao kama kiasi cha kutupa jiwe. Naam. Akapiga magoti akaomba. Bwana Anwari. Naam.
Yesu akajitenga na wanafunzi wake. Akafanyaje? Kiasi cha kutupa kabisa. Akafanyaje? Akapiga magoti. Akafanyaje? Magoti. Akafanyaje? Akapiga magoti. Shida? Akafanyaje Yesu? Arudia ndiko. Kupiga magoti ni final destination ya ibada ya kusujudu. Unaanza hivi, unasujudu, ukisha sujudu unakaa tahiyatu. Hii ni kufanyaje Waislamu? Hii ndio kupiga magoti, hii ndio final. Yesu amemaliza sijda, sasa amekaa tahiyatu. Shida iko wapi? Na sio mimi, ni Biblia ilisema. Zaburi 95:6. Anarukanga Biblia huyu. Zaburi. Kupiga magoti ni final action ya ibada mzima, kuanzia kurukuu na kuinama na kusujudu. Ukimaliza sijda ndio unakaa tahiyatu, hiyo ndio magoti. Sasa wewe unatuelezea ibada 95:6. Sikiliza. Inasema hivi. Inasemaje? Njooni. Rudia tena. Njooni. Hiyo ndio hayya ala salah. Njooni. Njooni. Hiyo ndio hayya ala salah. Tuabudu. Muabudu. Tusujudu. Kumbe kuabudu kwanza ni kusujudu. Tusujudu. Kisha sujudu tupige magoti. Kumbe baada ya kusujudu unafanyaje? Unapiga magoti. Baada ya kusujudu unafanyaje? Unapiga magoti. Ukishapiga magoti unamaliziaje? Isaia 30:18. Isaia 30:18. Ukishapiga magoti sasa. Hiyo ni Biblia yako rafiki yangu. Isaia 30:18 inasema nini? Inasemaje? Kwa ajili ya hayo Bwana atangoja. Naam. Ili 10 ngapi? 18. 15 inasema kwa maana Bwana Mungu mtakatifu wa Israeli asema hivi, kwa kurudi endelea na kustarehe. 30 ngapi umefika? 30:15. Enda 21. 21. Wewe sikiliza, ashapiga magoti, ameshasujudu, kwanza amerukuu, akasujudu, akapiga magoti, kisha na masikio yako yatasikia neno nyuma yako. Watu wako nyuma likisema, wamekaa tahiyatu, wanasikiza sauti. Endelea. Likisemaje? Njia ni hii. Ushakaa tahiyatu, njia ni hii, ifuateni. Watu wako nyuma wanafaa kunifuata mimi. Mgeukapo kwenda mkono wa kulia, assalamu alaikum, mkono wa kulia. Na mgeukapo kwenda mkono wa kushoto, assalamu alaikum, mkono wa kushoto. Inaendelea ikisema, subiri, ushamaliza sala, kulia kushoto umemaliza. Ukimaliza unatia Fatiha 7:34 Mariko 7:34. Shida iko wapi? Hiyo yote ni mfumo wa ibada, hatuna shida na hiyo. 7:34 inasemaje? Inasema hivi mwalimu, akatazama juu mbinguni. Sasa ukishapiga assalamu alaikum unarudi unafanya hivi. Unafanyaje? Akatazama juu mbinguni. Akafanyaje? Akaugua. Akamwambia Fatha. Fataha. Unaona, akasema Fataha. Maana yake, tulia, Fatiha maana yake nini? Funguka. Inafunguliwa mlango sasa na watu wanaondoka. Subiri, hiyo sijauliza mimi niliuliza wewe Onyango, wakati unasujudu vipi? Hiyo ndo very simple. Anwar, unajua umeongeza magugu na ujanja mwingi hapa kwa Biblia. Kwanza hii kidogo. Anaomba nitoe andiko. Kidogo. Yangu mimi nimefundisha namna ya kusujudu. Na mbona unataka nifundishe kidogo? Wewe unasujudia Mungu. Mimi. Unasujudia vipi? 7:18. Naomba nitulie hapo. Wewe Anwar, umetoa maandiko mengi kabisa. Naomba pia mimi uniruhusu. Haina shida. Maana mimi na maandiko hapa kokoto, ukiniruhusu nitamwaga hapa zaidi kwa meza. 7:18 Samueli wa pili. Mpe asome, sina shida. Tunataka kujua unasujudia Allah vipi wewe. Yetu iko wazi, imeandikwa katika Biblia yako na imeandikwa ndani ya Qur'ani namna ya kusujudia Mungu. Yako mbona hatujui? Mbona ibada yako ya kuabudu Mungu na ficha kama bangi, rafiki yangu? 7:18. Ama hujui? Fuata yetu kama. Wacha asome, mbona maneno mengi? Wacha asome, tulia asome. Soma. Mfalme wa pili 7:18. Inasemaje? Ndipo Daudi mfalme akaingia, akaketi mbele za Bwana, akasema, mimi ni nani, Bwana Mungu, na nyumba yangu ni nini, hata umenileta hata hapa? Mimi nimeuliza tulia kidogo, tulia hapo kwa pole, andiko lako. Nimeuliza mambo kule kwa pole, tulia. Daudi ameenda kwa nyumba ya Mungu. Akaketi. Sio akasujudu. Akapiga magoti. Kuketi ni kuabudu. Ameketi anaomba, ndio anaomba hapa. Sasa nasema tulia kidogo, namaliza. Ngoja kidogo, dakika moja. Kumbe namna ya ibada naweza nikaabudu kama nimeketi. Hiyo ni ya kwanza. Kidogo, wewe arudi. Si andiko lishasoma. Haijasema kuabudu, mpe arudi. Kwani Daudi anafanyaje? Anakula kideri hapa. Anaomba mpe arudi. Wewe unachanganya masala ya kuabudu kwa kusujudu
na unachanganya masala ya kuomba. Hata mimi hapa naweza omba Mungu gari, nikamwambia ya Allah nipe gari Range Rover ama nipeleke hija, kuna shida? Hiyo hatuongelei hiyo. Hiyo unaweza fanya umeketi ama uko ndani ya gari, hatuongelei hiyo. Tunaongelea kusujudu. 22:77 Qur'ani. 22:77 Qur'ani inasema anahepa ibada sahihi. Soma hiyo. Inasema a'udhu billahi minash shaitani rajim. Inasemaje? Bismillahir rahmanir rahim. Naam. Enyi mlioamini. Kwanza hii si kwa Wakristo, hii ni mpaka uamini na wewe hujaamini. Enyi mlioamini, yani Waislamu. Enyi mlioamini. Salini. Tunasali vipi? Rukuuni. Ya kwanza angalia Onyango, ni kurukuu. Hii ni kufanya karaka. Na sujuduni. Kisha baadaye unasujudu na muabuduni. Hii ndio inaitwa kuabudu nani? Mola wenu. Nafanyeni mema. Tulia. Hii ni Qur'ani, hata Biblia pia ni hivyo hivyo. Kutoka 34:8. Kutoka 34:8. Kutoka 34. Soma hii yako nayo. Fungulie, soma hiyo. Imesema ya kwanza ni kurukuu, kisha ni kusujudu, ndo ibada hiyo. Sasa hii yenu ya kuombaomba mkate hiyo sio ibada. Hiyo sio ibada. Ibada ndo hii. Soma hiyo. 34:8. Biblia yako sasa. Inafundisha mtu mpaka Biblia yake. Allah muongoze. Semeni amin. Amin. Soma hiyo. Inasemaje? Musa akafanya karaka. Musa akarukuu, ndo hii kurukuu. Endelea. Akainamisha kichwa chake. Hii ni kichwa. Musa akainamisha kichwa chake. Hii ni kuinama. Wapi? Hata nchi. Hii ndo nchi. Kichwa ni hii. Akainamisha kichwa chake hata nchi. Akasujudu. Nini? Akasujudu. Uoni wewe? Hii Biblia mpaka imetaja kuinamisha kichwa, sio tumbo. Subiri. Sio tumbo, kichwa. Wapi? Nchi. Unapeleka kichwa chini. Ni nini kinafanya mshindo kupeleka kichwa chini? Waislamu, takbir. Allahu akbar.